Power. Power. Bunge power. Power. Asante kwa nafasi. Siku ya leo tuko na pia mada tatu tunaenda kuongelelea kama sisi bunge la mwananchi Kisii. Mada number 1. Tumesikia ya kwamba rais wetu wa Kenya William Samoei Ruto ameenda China. Sasa mada ya leo, safari ya Ruto kwenda China iko na faida gani kwa mwananchi wa kawaida? Mada number 2. IEBC status. IEBC, by the way, sahi kuna eneo bunge nyingi hasina wabunge. Kuna eneo ward nyingi hasina ma-MCA. Kuna maeneo wana senators. Kuna maeneo wana women rep. Juu ya nini? IEBC. So IEBC status. Mada ya tatu ya mwisho, jana walitangaza rasmi ya kwamba Pope Francis wa 16 wa Katoliki alifariki. Tutamkumbukia nini? Hiyo ndio mada yetu ya kwanza. So nichukue nafasi kukaribisha mbunge wa kwanza. Karibu. Shikilia hii. Shika yote. Kwa majina, wananchi oye! Wananchi oye! Bas, kwa majina mimi naitwa Mesha Kiyoge, mwenyekiti katika market letu la Kisii Town. Tunaomba katika bunge letu la Kisii na nchi yetu yote ya Kenya mzima, sisi kama wananchi kawaida, ordinary mwananchi, tumesimamisha Matiang'i. Matiang'i oye! Matiang'i oye! Na hivyo tunaomba nchi yetu ya Kenya iwe na amani katika siasa ambapo zinapokuja hapa mbeleni. Sisi tunaomba amani na upendo, na tarehe 9 tunaomba wananchi wote katika mji wetu wa Kisii na nchi mzima katika mji wa Kisii Stadium tumwagike huko, kama chote wananchi waonekane huko ni wananchi wanapenda Matiang'i kwa ukweli. Kwa hivyo kwa hakika tutakuwa huko kuhakikisha Matiang'i ameingia uwanjani. Hivyo asanteni sana, wacha Mungu awabariki. Asante. Wananchi, kwa majina naitwa Obadia Omolo kutoka Nyamira County, sasa niko Kisii. Tunasema Matiang'i hoye! Wananchi hoye! Tarehe 9 sote tutakuja hapa Kisii County tumurage Matiang'i kwa kiti ya president. Hiyo ndio inakuwa na maoni yake. Thank you. Wananchi oye! Oye! Wananchi oye! Oye! Kwa majina najulikana kama Peter Murioki, mfanya biashara wa mji wa Kisii. Nikiwa kwa bunge la wananchi, maoni yangu inaanzia kwamba juu ya kiti ya president. Maoni yangu ni kwamba sisi wenyewe ndio tulichagua Mr. Ruto. Na wakati tumekaa na hiyo miaka mitatu, tumeona kwamba hatoshi. Tumeona kwamba hawezi Kenya. Which means tunatafuta njia ya kumuondoa. Wanasiasa, Mr. Kalonzo, Mr. Raila na hao wengine wote, tushikane pamoja ndio tuweze kumuondoa, sababu hatufanyi yenye tulikuwa tunataka. Wananchi oye! Wandugu zetu, sisi tukiwa hapa Kisii tunaitwa Nyanza. Tukiwa Nyanza tumekuwa tukipiga kura muda mrefu, tukipigia ndugu wetu wa Nyanza anaitwa Raila Odinga. Sasa ni wakati wa Matiang'i. Ni nini inaweza fana nyinyi mtushike mkono? Tushike mkono, Kalonzo tuingiane, sababu kuna msemo ambaye inasema simba ndio mnyama mkali, lakini nyang'au wakiingia 2, 3, 4, 5 wanaweza mnyang'anya nyama. Kwa hivyo Ruto akiwa simba na nyang'au wawe wengi, tushikane tufanye kitu moja. Kitu kingine, tunawapa pole mandugu zetu wa Katoliki sababu ya papa mwenye amekufa. Tuko pamoja na hiyo ni matanga ya ulimwengu. Kwa hivyo tunasema pole. Kuna sababu ambaye nimesikia asubuhi kwamba Ruto ameenda China.
Hatujui China ameenda nini, hatujui ameenda kutuletea nini, sababu amekuwa akienda hakuji na kitu, which means tunaelewa kwamba wakati ameenda China anaenda kujinufaisha na mambo yake mwenyewe. Sina mengi. Wakenya hoye! Hoye! Wakenya hoye! Hoye! Kwa majina naitwa Robert Angwenyi Nyanyuki. Kusema ukweli, Wakenya wenzangu, mimi ni yule mmoja nilipigia Ruto kura. Nilipopigia Ruto kura, nikaona huyu anaweza kuokoa nchi yetu ya Kenya. Akaanzia mama mboga, akaanzia wana poda, akaanzia wana chuakali chumura. Vile alianza kuongea kila kitu, tukaona anaweza kuomboa nchi yetu ya Kenya. Mimi nikampa kura yangu. Sasa rais Kenya ametufanyia hii Kenya hii, mimi simutaki tena. Tukiwa chumura na Wakenya wote wenye tulimpea kura pamoja. Chua alikuwa rais wetu, tukaona huyu anaweza tukomboa. Sasa Kenya ameendelea kufanya ni kunyanyasa wananchi wenye walimchagua. Sasa Kenya nataka rais wa Kenya anaenda kuingia Kenya yetu. Tukiwa Wakenya tukae pamoja. Na Wakenya tupige kura yetu pamoja. Tuwache mchezo kuchezea kila wakati. Wakenya sisi wadogo ndio tunaumianga kila wakati. Viongozi wanapochaguliwa, unasikia mtu mwenye amekuwa gavana miaka 10 amemaliza kipindi yake, yanarudishwa wapi tena? Anapewa kazi. Anachaguliwa anakuwa waziri tena. Tena mwenye amechaguliwa miaka 10 amemaliza kipindi yake, anastahili kula bonus yake tena anarudishwa kazi. Wakenya tumesomesha watoto wetu. Watoto wetu wanaenda wapi? Wakenya Kenya nawauliza, raundi mpiga kura mkiwa pamoja na mkuwe na maono. Wakenya hoye! Hoye! Wakenya hoye! Hoye! Mtu kama Raila Amolo Odinga ni mtu amekomboa nchi yetu ya Kenya. Ni mtu amekomboa nchi yetu ya Kenya. Lakini raundi Kenya mstari amesachukua, atuamini kama kiongozi yetu tena. Kama sisi wana Nyanza, Raila Amolo Odinga tuko tunamwamini kila wakati na kila saa. Akisema ni ODM ndio tuko nyuma. Left ni yeye. Lakini raundi tumesema kama Raila Amolo Odinga haendi kurudi nyuma. Kama wananchi, kama sisi wana Nyanza, raundi hatuendi na yeye tena. Raundi hatuendi na yeye tena. Raundi hatuendi na ODM tena. Raundi nataka Raila Amolo Odinga kama nataka rudi kwa jamii ya hapa Kisii, aombe msamaha. Akisema tuombe msamaha na atupe mwelekeo. Kama haendi kutupa mwelekeo, Wakenya wamesaamua. Wakenya wamesaamua. Jambo la mwisho naenda kuongelea. Tumepoteza papa wetu mtakatifu Catholic dunia mzima. Tunasema ni pole, tunasema ni pole. Yangu ni hiyo. Hoye! Hoye! Wananchi hoye! Hoye! Kwa majina naitwa Dennis Okari Kennedy. Mimi ni mkaaji katika kaunti ya Kisii ambapo nimezaliwa, ni nyumbani na ndio naishi. Kwanza kwa kunyenyekea natumpa pole na rambirambi zangu na pole za dhati kwa wananchi wote wa Kenya, aswa wa Katoliki, kwa kupoteza papa yao ambaye ni Pope. Pili, nimesimama hapa kuleta hoja tatu. Hoja ya kwanza, naomba nisungumuzie uteguzi wa IEBC ambao kila mwananchi, kila kiongozi ameongojea sana na muda mrefu. Tumekuwa tukichezwa kwa muda mrefu, wakienda hapa na pale kutucheza ili waweze kumaliza wakati. Itakapofika mwisho watuletee kiongozi ambaye atasimamia IEBC, wananchi hawatapenda. Wananchi oye! Oye! Tumekejeli hilo jambo tukisema ya kwamba kwanza, kulingana na katiba yetu ya Kenya, uteguzi wa IEBC inatakiwa kuwa both the opposition and the serikali. Saa hii tukiangalia, wananchi oye! Tulikuwa tumefikiria papa wetu ambaye tumemheshimu kwa miaka mingi, Raila Amolo Odinga, ndiye alikuwa kiongozi wa upinzani. Lakini kwa sababu ya tamaa na njaa mingi, ameweza kutoka hapa, ameungana serikali. Sasa tukidopoongea saa hizi, tuko na kiongozi mmoja ambaye ameacha kazi yake kule Marekani. Ameona ya kwamba mwananchi wa kawaida ameteseka sana. Akisema ya
hawezi kaa kule Marekani akiwa na maisha mazuri, wananchi wao wakiteseka. Sasa ndio tuko na yeye kiongozi wa upinzani ambaye nani other than the powerful CS former Dr. Fred Matiang'i. Point ya pili. Kwa hivyo nikimalizia hoja ya kwanza, tunataka uchaguzi wa IEBC ufanyike kulingana na katiba yetu ya Kenya. Wende kama watateua mtu wao, lakini kwa sisi kama mwananchi wa kawaida hatutakubali. Pili, hoja ya pili. Nataka nizungumzie viongozi wote wanatoka bunge hili la Kisii ama kaunti hii ya Kisii ama Gusii yote. Nataka nikuhakikishie ya kwamba tumedanganywa kwa miaka mingi. Tumeteswa kwa miaka mingi. Tunawachagua, mnaenda kule, tuungane kama Mkisii, mnaenda kufanya vitu zenu. Sasa kama Mkisii wote popote alipo, viongozi wote, sisi tumesema tuko na msimamo mmoja. Wananchi oye! Na msimamo wetu tutasimama nyuma ya former powerful CS Dr. Fred Matiang'i. Wale wengine ambao wamekuwa project ya serikali tunawajua. Usijaribu kuleta kugawa mwananchi ambaye ameona mwelekeo. Tukimalizia hoja hiyo, nikimalizia hoja hiyo, sisi hatuna ukabila. Tumeshika baba yetu Raila Amolo Odinga kwa miaka mingi. Sasa unapokuwa mzee na umezeeka, lazima ukuwe na kijana yako unaacha kwa uwanja na chunga poma. Na kijana ambaye ameachwa kuchunga poma ni Fred Matiang'i. Hoja ya mwisho. Rais William Samoei Ruto na kuaddress kutoka Kisii kama kijana mmoja ambaye alikuchagua. Ulipochaguliwa ulitupea promises mingi sana. Mara ulisema mara mtakuwa na matibabu, mara nita make sure boda mmepanda mmekuwa vizuri. Saa hii nataka nikuambie kitu moja. Ulipoingia serikalini, oil ambayo inawekwa pikipiki ilikuwa 450. Lakini huyu boda ulikuwa unadanganya. Saa hii oil umefikisha 800. Wananchi oye! Hatutakubali utatudanganya tena. Ya mwisho, safari zako za kwenda mara South Africa, mara China, mara wapi. Nataka nikuulize president wangu, utalii huu unafanya unatusaidia nini? Tunakupenda na tumekupea muda wako wa uongozi kipindi hiki ya miaka 5, lakini sasa mwananchi wa kawaida amesema ya kwamba hataki politiko tena, anataka kiongozi ambaye anajali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Wananchi oye! Matiang'i oye! Ungepewa! Wacha tuambiane ukweli. William Ruto wacha kudanganya Maraga. Seriously. Hiyo wacha kumdanganya. Tuko na ndume moja hapa Kisii, tuko na ndume moja. Kisii ande Nyamira. Tuko na ndume moja. Na hiyo ndume moja ndi Nyanza. Baka Central yote. Kenya mzima. Ini Kenya mzima. Tuko na ndume moja peke yake. Mambo ya kudanganya Maraga wacha kudanganywa. Maraga ni space. Wewe wacha ujamaa. William Ruto wewe unajua jamaa penye aliingia. Alifanya kazi. Sasa umetaka kudanganya Maraga akuja kuanguka yeye peke yake tafadhali. Maraga wewe tulia. Yana kwa Matiang'i muongea na yeye, waambia Matiang'i, wewe ni ndume, wewe kaa kwanza. Hivyo. Kaka yuko hiyo kiti. Ama namna gani? Bunge wewe. Wazo ni Mkristo ule. Aenda kanisani. Mimi ninataka kuhakikishia kuambia wabunge wote wa Kisii and Nyamira County na Kisii County, raundi hii pati tutachukua ni pati moja, atakaye kuwa huko ni Matiang'i mbele, wengine wapi? Nyuma. Si hivyo? Kwa hivyo wabunge wote, iwe ni MCA, iwe ni mbunge, awe ni governor, awe ni senator, tutakuwa na pati moja. Kwa hivyo tuko na sauti moja na kelele moja katika Kisii County na Kenya mzima. Tunaomba tushirikiane kukuwa na kiongozi moja ambaye anaitwa ni Fred Matiang'i. Na mnagani wananchi oye! Wananchi oye! Asanteni sana. Kwa kupoteza Pope France na unajua
Katoliki, unajua watu lazima wamheshimu. Mimi nilikuwa nataka kusema kwa Fred Okengo Matiang'i, nilikuwa nataka kumuomba kuna agreement mlimeki na Ruto. Hiyo mimi ulimumeki, kuna agreement mlimeki siku yenye alikushika, lakini nataka kukuomba Fred Okengo Matiang'i usiogope. Watu wote hii nchi wameamua, wamesema ni wewe. Kwa hivyo mimi nataka kukuambia penye najua huko you are within Kenya, you are within Kenya. Nataka kukuomba penye huko usiogope mwanaume yoyote. Sisi wa Kisii tuko nyuma yako. If anybody touch you, my friend, hata tutapatikana hapo State House sisi wenyewe. So kitu nataka kuambia Fred Okengo Matiang'i, nataka utokeze tarehe 9 ukuja hapa Kisii tukuwekee zile magunia zenye wazee wanawekewa wale ya kijiji. Ile ya culture. Tukuwekea alafu tupewe wenyewe muende na hao waza kwenda huko juu muende kufanyia wananchi kazi. Kwa hivyo ndio nataka kuambia William Samoei Ruto, mambo ya kushinda una kimbia huko nchi za nje bila kukaa na sisi hapa Kenya, hiyo mambo sioni kama ni mambo mazuri. Kwa hivyo nilikuwa nataka kuambia Rais William Samoei Ruto, mambo ya IPC naona unataka kufungia, utaki tujue ni nini inaendelea. Tunayajua ni nini unaendelea kufuata. Tunataka time iishe uanze kutuambia. Unajua sasa IPC tumeshindwa kuchagua. So ndio nataka nikuambie William Samoei Ruto, IPC nataka uharakishe. Si hata mimi peke yangu nataka wananchi wa Kenya wanataka uharakishe IPC iundwe haraka. Lakini naona fununu Simeon Nyachae ndiye anataka kuwekwa kwa hiyo kiti ya chairperson ya IPC. Nataka kukuambia William, wewe panga vile unapanga, lakini 2027 tunakungoja. Power. Bunge power. Kisii oye. Kisii oye. Nashukuru sana kwa hii nafasi. Kitu ya kwanza tunasema poleni sana kwa wananchi wote Kenya mzima and the whole world ambapo tumpotesha Papa Francis. Bunge power. Bunge power. Kitu ya kwanza inaenda kuongelea ni juu ya IEBC. Katika sheria ya Kenya tunajua ya kwamba tunastahili kuwa na serikali kando na tuwe na kiongozi wa upinzani, sivyo? Lakini saa hii hatuna kiongozi wa upinzani. Bunge power. Bunge power. Sasa tunashindwa ya kwamba ni nani atakayeenda kuchagua viongozi wa IEBC. Kitu kingine ya pili, bunge power. Bunge power. Hapa Kisii County tunashangaa ya kwamba na wananchi wote, mbona Mheshimiwa Ruto anaenda China? Hizo trip zake zitasaidia nini mwananchi wa kawaida? Bunda amechoka. Bunda amechoka. Kitu kingine ya mwisho, mimi kama aspirant ya Nyariva Masaba constituency tunaomba ya kwamba Kisii County mzima na Nyamira kiongozi yote ataenda kusimama kama support Matiang'i. Tunasema huyu ataenda wapi? Huyu ataenda wapi? Viongozi wote wachague na wa support Matiang'i wetu akiwa president, si ndio? Bunge power. Bunge power. Kisii oye. Kisii oye. Tumesema ya kwamba Matiang'i president. Matiang'i. Asante sana. Bunge power. Bunge lia. Kwa majina naitwa Ronald. Kutoka Kisii hapa. Kwa IEBC Mr. Rais, tunakuomba uharakishe. Tunangoja watu wenye wamefanya makosa. Tafadhali. Huyu Matiang'i wetu hapa Kisii, wakati anakuja tarehe 9 mwezi wa 5, mimi naomba tu gavana wetu wa Kisii watengeneza njia yenye watu watapita nchi zote za worldwide, watakuja kuona Matiang'i Kisii Stadium. Tafadhali Mr. Rais, umeenda China. Ukitoka China tafadhali jua ya kwamba IEBC hata fanya iisha haraka. Mimi na kuombea mazuri ili uongoze nchi hii one term. Tafadhali Matiang'i, karibu Kisii. Watu wa bodaboda wote wamekukaribisha na wamama wote na wananchi wetu wa Kenya. Kila mtu asike kitambulisho, hata akiwa mtoto mdogo asike kitambulisho juu amefika miaka. Ni kama watu wengine wanashika kitambulisho, lakini wengine tunaongea tu bure bila kuwa na kitambulisho.
Asanteni. Bunge power. Matiang'i power. Matiang'i rais. Aongoze nchi. Corruption ishe. Power. Bunge power. Kwa majina ninaitwa Douglas Nyabwana Onsongo. Mimi ni mkaaji wa Kisii. Tena mimi ni mtu wa Nyamira kutoka Kitutu Masaba constituency. Ni ile nawaambia mmeongea mengi, tena mmeongea vizuri sana, lakini kwa sasa hivi tuko na vijana ambapo wanataka uongozi ambao kutoka Kisii. Tunaenda kuangalia kama uko kwa ile pati ya Matiang'i, lazima ufanye nini? Upite. Lazima ufanye nini? Upite. Na lazima tuende nomination. Mambo ya kusema eti huyu amejulikana kwa ground, hii hatutaki. Lazima tuende lazima tuende tuchaguliwe kutoka chini, alafu tuende kuwania viti kwa serikali. Kitu kingine, Kisii na Nyamira tuko na magavana wawili. Lazima wapewe nafasi wafanye kazi kwa hii miaka miwili imebaki, tuangalie mambo yao mbele, si ndio? Na tuende kuangalia mambo ya ugavana, mambo ya ugavana sana sana. Hatutaki kuangalia mambo ya UPA. Kiti ambayo tunaenda kuangalia ni MCS, MPs, Women Rep and Senators. Sasa mimi kama mtu ambaye anaenda kuwania kiti ya MCA kwetu, naomba mnisaidie hata mimi nipate hiyo tiketi ya UPA. Sawa sawa? Mimi wadi yangu ni Rigo Mawadi, Kitutu Masaba, Nyamira County. Asanteni sana. Hello. Asa bunge power. Bunge power. Bunge power. VIP power. Ruta amirje mangana sharini ya musiko liyo ya makonjwa na shuri. Na to bedo chi ali mwete. Uwaka na sha kwa na jama conference. Ne wete. Emerje na sharini emerje musiko liyo ko sha. Kwa ule. Amangana Matiang'i ndo mwete mdebi. Yo tunalewa yo. Biashara yake tunalewa hiyo. No mozanja na no wazaza dole. Bona amangana Matiang'i kama tebiga. Matiang'i no mumurale. Nana no mugundu tenga kore biashara biaye. Akamugona mna ko sibese. Akamukona mapema. Bona ngumuchembeo. Mumrozo mukaribishe acha Kenya, atakore gasi, atobange, tunabagusibu atanamo, toya na mutwe. Wasenga. Haya. Bunge la wananchi hoye. Hoye. Bunge la wananchi hoye. Hoye. Kwa majina inaitwa Alfred Mtama. Mimi ni Mkamba, ni mkaaji wa hapa Kisii. Ninachukua nafasi hii kwa niaba ya Wakenya wote. Nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya Wakenya wote kusema hivi. Sisi kama Wakenya tumechoka na maisha. Sisi kama Wakenya tumechoka na maisha kwa sababu kiongozi ambaye anaongoza taifa hili la Kenya ni kiongozi ambaye alituahidi mambo mengi sisi kama vijana wa Kenya. Sasa mahali tumefikia, tunaona ya kwamba hatuna msaidizi wowote ambaye anatusaidia sisi kama Wakenya, kwa sababu kiongozi ambaye tulikuwa na matumaini na yeye kwa maongezi yake ya kampeni 2022, hakuna kitu chochote tumeona ama kimetufaidi sisi kama Wakenya. Nataka kusema ya kwamba Wakenya wote mahali popote walipo wamechoka na maisha. Saa hii tunaelekea 2027. Tukiangalia yale ambao president wetu wa Kenya aliahidi wa Kenya, hakuna yeyote yale ambaye ametimiza. Alikuwa anasema ya kwamba bodaboda, mama mboga, watu wa chini. Sasa ukiangalia watu wa chini, hasa sisi ambao tunaongea, tumeumia sini, tunaona ya kwamba tumesaulika. Mimi nilikuwa naomba katika ile chama la IPC, tunaomba president harakishe wachague IPC, kwa sababu Wakenya wamejipanga ili tunapoelekea uchaguzi
uchaguzi tukiwa na mwelekeo mzuri. Kwa hivyo tunaomba Wakenya amani, wa kila kaunti tunaomba amani kwa Wakenya wote, na tunaomba Fred Matiang'i ambaye sisi ndio tumeona ya kwamba hata kule Ukambani tunaona ya kwamba huyu ndugu yetu ambaye ni Kalonzo hata wesa Matiang'i. Sisi tunaomba Kalonzo mahali alipo aungane na Matiang'i. Aungane na Matiang'i vile Mlima Kenya wameungana na Matiang'i. Wakifanya hivyo watatoa huyu jamaa ambaye ni Ruto. Lakini wakienda kusema ya kwamba watasimama, hawatatoa huyu jamaa. Lazima wakae chini, waelewane, watuletee mambo yao sisi kama Wakenya, na kwa sababu sisi tuko tayari kukaa nyuma yao. Hivyo sasa tutaona mabadiliko 2027. Wewe tunaomba Wakenya wote mahali popote walipo, inaomba mkae na amani, mkae na utulivu, kwa sababu kiongozi ambaye mnampenda Fred Matiang'i amerudi Kenya. Naomba makanisa yote waendelee kuombea Fred Matiang'i, wamuombee. Naomba Wakenya wote tuombee kiongozi wetu Fred Matiang'i. Bunge la wananchi oye! Matiang'i power! Matiang'i power! Bunge power! Mimi kwa majina ni Jared, Mheshimiwa Jared Onjoke. Ni mkaaji wa Kisii. Mimi Honorable Speaker wa hili bunge, mimi yangu yatakuwa ni machache sana. Kwanza ni kukemea hii safari ya president anatengeneza kila mara, anapanga kila mara. Tunasikia amepanga kwenda China, amepanga kwenda mahali kwingine. Kila mwezi, kila mwaka, yeye kasi yake ni kutravel tu. Kasi yake yeye ni kutembea tu. Hataki kujali kuangalia mambo ya Wakenya, hataki kuangalia vile watoto wa shule wanarudi mashule, hataki kuangalia juu ya madawa hospitalini. Sasa mpaka tunashindwa yeye kasi yake ni gani. Hivyo hii safari tunamuomba yeye kama rais achane mambo ya safari, arudi apange inji. Alafu Wakenya tukiona kama amepanga inji, tutamkubalia aanze kwenda nje. Lingine, tunawarudishia ndugu zetu wa Katoliki pole sana kwa kumpoteza kiongozi. Sasa tunaomba, tuko pamoja na nyinyi kwa hii wakati. Tunasema sasa mwenye anakuja kuchaguliwa naye aige njia za huyu baba mwenye ametoka. Na lingine, ili jambo la IEBC, kama rais mwenyewe angekuwa kwa kiti saa hii, si IEBC singelikuwa? Si IEBC ingelikuwa? Sasa mbona hataki kuchagua IEBC? Kuna wabunge, kuna MP walikufa, kuna MCA walikufa, hawako kwa kiti. Saa hizo constituency na wards hawana viongozi wao wengine. Sasa wao wanafanyiwa maendeleo namna gani? Rais achukue hilo jambo kuwa la busara, achague IEBC ifanye kazi. Filari tuambia mwezi wa 5, tuni masiku tu tunaongojea. Aweke mtu wa IEBC aanze kufanya kazi immediately, tunamuomba. Bunge power! Bunge power! Bunge power! Asante kwa nafasi. Hoja ya kwanza, tunamlilia sana Pope Francis ambaye alikuwa ni kiongozi wa dini ya Katoliki. Kanisa Katoliki ni kanisa la heshima sana. Ni kanisa kubwa duniani mzima. So tunawapa pole. Wengi wetu tulipitia Catholic. Mahali inaweza kumkosoa kidogo ni wakati alipopendekeza ya kwamba akasupport maneno ya homosexual. Hiyo nayo, hiyo hapo siko na yeye. Simsupport kabisa. Naomba kama kutakuwa na pope mwingine ataingia, ache hadharani na afute
na atakase, wachiondoe dini ya Katoliki na maneno ya ndoa ya jinsia moja ama homosexual, lakini kwa mengine tunawapa pole sana. Hoja namba 2, safari ya Rais Ruto kwenda China iko na umuhimu gani kwa mwananchi wa kawaida? Hii China wakati wa serikali ya Uhuru, Raila ndiye alikuwa opposition, alikuwa naipinga sana. Raila akapinga maneno ya China sana. Wakati walikuwa kwa handshake, Raila mwenyewe na Uhuru wakaenda China wakapewa misaada. Wakati Ruto alikuwa nje, naye pia akaanza kupinga mambo ya China. Akapinga wakati mambo ya China. Paka juzi akakuwa kwa ndani ya serikali, akatupa contractors wengine wenye walikuwa kutoka kwa China. Kwa kushangaa ni kwamba ni kama Ruto alikuwa anategemea yule Tamara wa rais wa Amerika mwenye alishindwa, ni kama alikuwa anafikiria atashinda. So wakati Trump alishinda, sasa tena Ruto mwenye alikuwa anapinga China, sasa amejiunga na China. Na China huko wanaenda kupewa mishahara, wakipewa wanakuja ni ufisadi tu. Sioni kama kuna faida yoyote mwananchi wa Kenya atapata na safari za Rais Ruto kwenda China. Point ya mwisho, IEBC. Hii chini ya Ruto karibu yote iko inactive. Juu ya nini? Kuna wananchi saa hii katika eneo bunge, katika eneo wadi wamekosa utendakazi. Labda kulikuwa na kesi kotini, mwenye alikuwa anafikia kuchukua akashindwa. Sasa leo hii hawana mbunge, hawana MCA. Kuna mahali wengine wabunge walifariki, kuna maeneo MCA walifariki. So saa hii hawana wananchi, wamekwama kwa sababu ya ukosefu ya IEBC officials. Sasa ajabu ni kwamba kisheria, kikatiba, wakati mnateua official chairman and others wa IEBC, inatakikana kukuwe na representative kutoka opposition na kwa government. Saa hii hatuna opposition. Saa hii Raila ndio alikuwa akwe official opposition leader, saa hii yako ndani ya serikali. Wao wako na Ruto. So wakati wanafanya hiyo maneno kupeana majina na wako kwa upande moja, ni kama yani saa hii ni kama ulete soja akulindie kwa geti, wezi wasingie, ukikuja upate soja wanapiga goda na wezi. Ni kama sasa hapa hakuna hiyo mchi. Ajabu ni kwamba wanaendelea kufanya hiyo kazi na tuchaona opposition leaders wakiwa huko. Maana Raila saa hiyo ni mtu wa serikali. Tuseme saa hiyo opposition ni kama ni Kalonzo ama former the deputy president ambaye ni Gachagua ama ni Matiang'i. So tunashangaa sana wakileta hiyo mtu wao. Wakileta mtu wao, wameweka mtu wao aende kuwatetea ama aende kupigisha uchaguzi. So hatujakuwa na transparency ndani ya IEBC vile wanaendelea. Point ya mwisho, tarehe 9, sema tarehe 9. Tarehe 9. Hii habari iende kwa Matiang'i na watu wote, kuanzia seneta wetu tunayempenda anaitwa nani? Uwanja wa Kisii tarehe 9 hautatutosha. Kweli rongo? Watu watakuwa wengi. Naomba mtuweke TV hapa CBD. Huko nje kwa RR tupata TV huko nini, large screens. Tuwatch tukiwa huko, kwa sababu mimi naona uwanja wa Kisii utakuwa mdogo tarehe 9. Hii habari ifike ya kwamba tarehe 9 uwanja wa Kisii ni mdogo. Watu watakuwa sio wa Kisii peke yao. Wakamba watakuwa, Wajaluo watakuwa, Waluya watakuwa, Wakikuyu watakuwa. Kenya mzima itakuwa Kisii. So kitu hiko mtuweke large screen. Kisii kote, hata Nyamira County wawekewe screen huko. Upande wa Suneka wawekewe screen huko. Upande wa Nyamarambe wawekewe screen huko. Kila pote kufika hapa nasema asante sana.
Hata Kimano Ijumu atakuwa pale. Bunge hoye, alafu hapa chiko. Bunge hoye. Haya. Hoye. Bunge hoye. Bunge hoye. Sema vizuri bwana. Bunge hoye. Tunashukuru kiongozi wetu ambaye ni Matiang'i amejitoa kujipigania hii kiti. Na sisi tunasema hivi, sisi wa Kisii tunapenda kabila yote. Tunapenda Wajaruo, tunapenda Uchikuyu, tunapenda Waluya na kabila yote, hata wenzetu hapa wanaitwa Abakuria. Wakuria wote tunawapenda jamani. Kwa hivyo hao wote, hata Waluya wote tunawaambia wakuje pamoja. Kila mimi nitaweza kusema katika hii serikali yetu sasa tunataka kuja kuunda katika mji wa Kisii. Tunaomba kabila yote tukue pamoja. Tunaomba kabila yetu sote tukue pamoja. Lakini ulisikia ile maneno ambayo Orengo alisema? Tunasema mpiga kelele mseme Orengo peke yake. Orengo peke yake. Kwa nini tumesema Orengo peke yake? Orengo amejaribu kusaidia hii msana anaitwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga hakuna siku mwenye atakumbuka ajue wa Kisii na Raila tumempigia miaka mingi. Lakini sasa amefika wakati mwenye anadharau sisi. Sasa tunamwambia serikali tutaunda bila Raila Amolo Odinga. Tuseme na sauti. Tutaunda serikali bila Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo yangu mimi ninataka niseme viongozi wetu wa bunge wetu mkae kangana, andika marafiki, andika wachumbe wetu wote mahali popote wako waweze sema, waweze kuwa pamoja, tuweze kukaa na amani katika Kenya hii. Kenya hii tunataka upendo, tunataka watoto wasaidiwe, tunataka kila mtu asaidiwe. Yangu ni ile tena ya kusema wakati Matiang'i anaingia katika mji huu wetu wa Kisii, tunaomba viongozi wetu watu wachukue hii ikue pale Herere. Huko Herere ndio watu wengi wataweza kutosea. Tunaombea hata huyu mwenye anaendesha hii nchi ajue kwamba ni Matiang'i peke yake. Matiang'i peke yake. Bunge power! Bunge power! Wakenya power! Wakenya power! Gachagua power! Matiang'i power! Kalonzo power! Vijana wa Kenya power! Eugene Wamalwa power! Sasa iko hivi. Wakenya tumesikia ya kwamba kiongozi wetu Fred Matiang'i amerudi Kenya. Wakenya mko na furaha? Wakenya mpo? Wakenya mpo? Tarehe 9 nataka kuambia Wakenya wote, mimi kama Mkamba, mkaaji wa Kisii, tarehe 9 kiongozi wetu ambaye ni Fred Matiang'i atakuwa hapa Kisii Stadium. Tunakaribisha Wakamba kutoka kule chuo kuja hapa. Wakenya wote, Mlima Kenya wote wako hapa. Sisi kama hao mandugu zetu hapa Kisii, sisi kama Wakenya, mimi kama Mkamba, mimi sitaangalia ukabila. Nimeangalia kiongozi ambaye anaweza saidia hii Kenya. Ni mwanaume mmoja ambaye hana uoga, tena ni mwanaume wa haki na ukweli, ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Fred Matiang'i. Naambia Kalonzo baba yetu kutoka kule juu aungane pamoja na Fred Matiang'i, aungane na Gachagua, aungane na Uhuru, aungane na Tembea, wakuja hapa Kisii tarehe 9. Bunge la wananchi power! Matiang'i